timu zinabweteka vipi mpaka zinashindwa kutengeneza mpango wa timu kwamba wakati tunajiandaa na pre-season tunaandaa pia na uwanja wetu? Kwa kuanzia, tatizo kubwa linaanza eneo ambalo timu hazina viwanja vyake vyenyewe. Nitafafanua kwa nini ni tatizo. Kwa sababu wanapoingia mikataba na wamiliki wa viwanja, mfano Chama cha Mapinduzi au taasisi nyingine yoyote, kuna majukumu mawili. Klabu na wamiliki wa kiwanja. Klabu inataka kiwanja wakati wa kuchezea mechi zake tu na session ya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Hii ni jukumu la kwanza. Wenye kiwanja wana matumizi yao ambao ni zaidi ya mechi ya huyu ambaye ameingia naye mkataba. Nafafanua. Hiki kiwanja kimeingia mkataba na Rashid FC. Lakini kumbe ana mkataba na Mangasore FC. Amechukua fedha kutoka Abisai FC na anaendesha mashindano mengine siku nyingine ambazo huyu acheze mechi. Kwa eneo la kuchezea linatumika kuliko kawaida. Ndio. Hiyo moja. Kwa hiyo siku ambayo huyu anakuja kucheza anakuta eneo tayari limeshatumika vya kutosha. Kwa hiyo kungekuwa kuna umiliki, angekuwa na monitor mwenyewe kila siku inayoenda kwa Mungu. Ni rahisi kuona pale hapajaota, pale ni pakavu, pale kumeinuka, kwa sababu unacho wewe kila siku na bajeti yake unayo wewe kwenye club. Unaweza kufanya unachotaka. Hatuna commitment ya kutibu ule uwanja inavyotakiwa kitaalamu. Kumbe nimekuja kugundua baada ya kuzungumza na baadhi ya mameneja waliopita uwanja Mkapa, kumbe kuna taaluma ya watu kuhudumia ile eneo la kuchezea. Hiyo taaluma haipo kwa watu wengi. Mimi niliishi Iringa miaka 7, kwa kuna uwanja unaitwa CCM Samora wakati huo eneo la kuchezea. Meneja alikuwa anaitwa Lazaro. Nadhani yule mzee wangu bado yupo kwenye hilo jukumu. Ndio. Ile pitch ilikuwa top kabisa sana. Ukitoa Benjamin Mkapa, uwanja ambao ulikuwa unafuata kwa kuwa na pitch nzuri ilikuwa Samora. Nyasi za asili. Nyasi za asili. Ile pitch ilikuwa top. Top kabisa. Pasi inapigwa na buruzo inaenda moja kwa moja kama ilivyokusudiwa. Ukikuta mpira umeburuzika unaugusa, una haja kufanyia vitu vingine. Tofauti na pitch nyingine, mpira ukija unauomba, naomba nikutulize kwanza. Tulia, afu ndo unaanza kumpa mtu pasi. Kwa sababu unakuja tofauti. Umeelekezwa uje kwako, unadunda sehemu na ufuata umehamia huku, unacheza tofauti. Ni mateso. Kama tulivyoona juzi Sokoine Yanga na Mbeya City. Kwa nini inakuwa vile? Kwa sababu ya commitment. Mfano huo na upeleka Meja Jenerali Samuel. Ule ni uwanja huko Dar es Salaam. Dar es Salaam haina sifa ya kuwa na ardhi ambayo ina maji sana kwa ajili ya kusapoti nyasi asili kuota. Lakini wanajeshi wale wamebarikiwa commitment ya kuhudumia ule uwanja. Nyasi zake asili ni top kabisa. Na hata CAF wameupitisha kuwa uwanja mazoezi kwenye michuano ya CHAN. Na so far kwenye AFCON huenda itatumika tena. Kwa sababu walienda walikagua nyasi zile kwa vipimo vyao, wakasema uwanja ni standard. Ila kwa sababu ya majukwaa na unaendelea na ujenzi hatuwezi kuchezea mechi. Ila kwa mazoezi kwenye hii pitch ni level ya juu. Kwa ule mpira unachezwa pale sio mchezo. Hata hizi mbinu ambazo Ahmad Ali anasifiwa, moja ya sema ambayo ina support ni ile pitch pale kuwa vile vizuri. Sekafa imefanyika juzi, ilikuwa pale, nilikuwa natembea na kanyaga naona match feeling, ile nyasi ni nzuri. So, wale wanajeshi wana commitment ya kutunza ile pitch. Ya kutunza pitch. Hauwezi kufanya shughuli nyingine tofauti ya kuharibu pale. Haiwezekani. Hata wewe unaingia pale unakuwa na vibali, unaingia kwa nini? Na kuna namna ya kuingia. Kwa hiyo viwanja vingine, Ali Hassan Mwinyi, raundi ya kwanza tu mechi imechezwa pale Dodoma na TRA. Ule uwanja umefungiwa. Sasa hili linanishangaza kwenye bodi ya ligi, kwa sababu kabla ligi ijaanza kunakuwa na kamati ya mashindano ambayo inasimamia viwanja. Inazunguka kwenye viwanja vyote ambavyo timu zote zimepeleka mikataba yao, tutakuwa tunatumia uwanja huu kama wa nyumbani. Mnaenda mnakagua kwa viwango na vifaa, mnasema Mangasore uwanja huu hauwezi. Na sio pitch tu, wanakagua miundombinu ya maji, miundombinu ya chooni, miundombinu ya watu kuingia, miundombinu ya watu kukaa. Ndio maana kuna kanuni, kama uwanja hauna majukwaa watu 3000 hautotumika. Sio, umeelewa? Sasa ule raundi ya kwanza I want to believe kwamba wiki moja nyuma, wiki mbili nyuma ulifanywa ukaguzi. Sitaki kuamini ndani ya wiki moja ule uwanja ubadilike kila kitu. Sio, unaelewa?